kumng'ang'ania Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unamng'ang'ania Yesu kwa hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kile ambacho unahitaji Mungu afanye kwa ajili yako. Unang'ang'ana na maombi. Tutakwenda kujifunza somo letu tunalipata katika kitabu cha Luka sura ya 19. Luka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Luka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Nitakwenda kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Zakayo alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Ni mtu wa namna gani Zakayo? Alikuwa anatafuta kumwona Yesu. Huyu Yesu ni mtu wa namna gani? Anaonekanaje? Ni mrefu, ni mfupi, ni mweusi, ni mweupe? Haleluya! Imagine Zakayo alivyokuwa, yani alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Alikuwa mfupi Zakayo. Alishindwa kumwona Yesu kwa sababu kulikuwa na umati wa watu wengi, na yeye alikuwa ni mfupi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Bwana Yesu asifiwe. Alikimbia haraka akapanda katika mkuyu, kwa sababu yeye alikuwa nini? Ni mfupi. Sasa atamwonaje Yesu kwa sababu yeye ni mfupi? Ili amuone vizuri, alikimbia faster kwenye mkuyu akapanda, kwa sababu alijua kwamba Yesu atapita ile nini? Ile njia. Haleluya! Naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Haleluya! Hapa tunamwona Zakayo alikuwa anatafuta jinsi ya kumwona huyu Yesu. Alistruggle namna ya kumwona Yesu. Yaani alipambana, yaani alisema iwe isiwe, yaani lazima leo nimuone Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa kawaza, akasema hapa nafanyaje? Ili nimuone vizuri itabidi nipande juu ya mti. Wazo lilimjia kwa sababu alikuwa ni mfupi. Lakini watu walikuwa yaani watu walikuwa wengi kiasi kwamba Zakayo alishindwa kumwona Yesu. Umati wa watu ulikuwa mwingi sana, na yeye Zakayo alikuwa ni nini? Ni mfupi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tuje kwenye pointi yetu. Wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ni njia gani ambazo unafanya ili uweze kupata kumwona Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alistruggle sana jinsi ya kumwona nani? Yesu. Alipambana. Na sisi tunatakiwa tupambane katika maombi. Hii ni Biblia inatuambia, lakini katika maisha ambayo tunaishi sisi tunatakiwa tupambane katika maombi. Zakayo alitumia njia nyingi
sana kwa ajili ya kumwona Yesu, lakini alishindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aling'ang'ana, akasema hapana, lazima ning'ang'ane, nitafute namna gani ya kumwona Yesu. Bahati nzuri mkuyu ulikuwa mbele, akaona, akapanda. Haleluya. Haleluya. Katika maisha ya sasa kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusababisha usiweze kumng'ang'ania Yesu kimaombi. Haleluya. Kuna vitu ambavyo vinatusonga sisi. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi, Zakayo yeye alisongwa na umati wa watu, walimsonga. Haleluya. Alikuwa mfupi, watu walimzingira. Alitamani apenye hivi, alitamani aruke juu hivi amuone Yesu. Ni vitu ambavyo ni watu ambao wamemsonga. Na sisi pia kuna mambo ambayo yanatusonga, yani hatuwezi kumuona Yesu. Haleluya. Na sisi tunahitaji kung'ang'ana kwa Yesu. Tusichoke kuomba kwa kile ambacho unahitaji Yesu afanye kwa ajili yako. Haleluya. Na katika kung'ang'ana, jitahidi kuwa na jambo moja katika maombi. Haleluya. Usiwe na yale maombi ya mafungo, ili upate kuona kwamba Mungu amejibu hili. Yaani ng'ang'ana na kitu hiki kimoja. Nikufundishe. Yaani ng'ang'ana na kitu kimoja katika maombi. Kama unaomba Mungu akusaidie labda kwa mtoto kufaulu, au unataka promotion kazini, unataka biashara yako iende sawa, yaani omba kitu hiki kimoja, yaani mpaka kitokee kitu hiki kimoja. Haleluya. Yaani iwe ni dozi, dawa. Haleluya. Iwe ni dawa yako, yani unaenda kwa Mungu kila baada masaa, au ni mchana unatenga muda wako, ni saa ngapi, iwe ni jioni unatenga pia, iwe ni usiku saa 2 ile unatenga muda kwa ajili ya kuomba, yani kumng'ang'ania Yesu kwa jambo lako ambalo unahitaji afanye kwa ajili yako. Usiku pia unaamka, yani inakuwa ni jambo moja tu nashughulika nalo kwenye maombi, hilo moja tu. Utakuja kuniambia Mungu atajibu, kwa sababu ameona kwamba unang'ang'ana kwa iko ambacho unachokihitaji. Yamkini unaumwa. Haleluya. Unahitaji Mungu akuponye. Mng'ang'anie Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Zakayo alistruggle sana, alipambana jinsi gani nipate kumwona huyu Yesu. Huyu Yesu ni wa namna gani? Nasikia habari zake na mimi nahitaji kumwona Yesu. Haleluya. Alipanda kwenye mkuyu. Yaani alifanya kupanda kwenye mkuyu means kwamba yaani unafikia kwenye maombi ambayo ya juu sana. Haleluya. Maombi ya juu. Unaona? Zakayo alipanda kwenye mkuyu juu. Na sisi tuwe na maombi ya juu, tupate kumwona Yesu. Tutamani kufika tuweze kupanda kwenye mkuyu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu alipopita alimuona Zakayo. Unaona? Yesu alimuona Zakayo kwenye mkuyu, akamwambia Zakayo, shuka. Na sisi tunahitaji kumng'ang'ania Yesu, tupande kwenye mkuyu, Yesu akatuone, maombi yetu yafike juu, tuwe na viwango vya juu vya kumtafuta Mungu, kumng'ang'ania yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupambane kumtafuta Mungu. Maana anatuambia kwamba ukinitafuta kwa bidii, unaona? Kwa bidii, sio kwa ulegevu. Kwa bidii. Unajua bidii? Wewe na Mungu. Wewe na Mungu. Yaani unamtafuta Mungu kiasi kwamba yaani kama ni jambo ambalo uko unaliombea siku ya leo, ndani ya wiki Mungu anakujibu.
Yaani ile bidii una struggle, yaani hapa lazima nimtafute Mungu kwa bidii kwa sababu Mungu amesema kwamba ataonekana. Na hii ndio bidii ambayo Zakayo alipanda juu ya nini? Ya mkuyu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufungue tena kitabu cha Luka sura ya 18. Luka sura 18 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema kwamba akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Huyu ni nani? Huyu ni Yesu. Unaona? Yesu mwenyewe anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Unaona Yesu anatupenda? Usikate tamaa. Viko vitu ambavyo vinaweza vikakukatisha tamaa, kuona majibu yako yamechelewa kwa Mungu. Haleluya. Unaomba upate jibu. Haleluya. Kuna vitu pia vinaweza vikakukatisha tamaa. Haleluya. Watu pia wana tabia kukatisha watu tamaa. Haleluya. Huyu kila siku anamtafuta Mungu, kila siku yeye ni maombi, kila siku ni kwenye ibada, lakini mbona tuone Mungu wake akifanya kwa ajili yake? Hivyo ni vitu ambavyo vya kukatisha nini? Tamaa. Vinakukatisha wewe mahusiano yako na nani? Na Mungu, katika kunini? Kumtafuta. Haleluya. Usiwasikilize. Haleluya. Wewe mtafute Mungu, ataonekana kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Umeona Yesu anavyotuambia, Bwana wetu Yesu Kristo, imekupasa kumwomba Mungu. Usichoke kumwomba Mungu siku zote. Yaani siku zote za maisha yako hapa duniani, yaani siku zote hadi pale utakapochukuliwa hapa duniani. Usikatishe maombi. Haleluya. Akasema mstari wa 2. Palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Huyo kazi huyo, hamchi Mungu wala hajali nini? Watu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Haleluya. Naye kwa muda alikataa. Huyo kazi ya nini? Huyo kazi huyo alikataa kumpatia haki yule mama mjane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naye kwa muda, huyo kazi ndio anasema, naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni. Huyo kazi akasema nini? Moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu. Huyo kazi huyo amchi nani? Mungu. Wala sijali watu. Huyo kazi ajali watu. Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi. Unaona? Huyo kazi anasema, huyo mjane ananiuzi. Bwana Yesu asifiwe. Nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Huyo ni binadamu tu. Huyo kazi huyo ni binadamu. Alikeleka na huyu mwanamke mjane. Kila saa alikuwa anamuendea, naomba haki yangu, naomba haki yangu. Mfano wewe unamdai mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unamdai, kila mara unamuendea, naomba hela yangu, naomba hela yangu. Mwezi umepita, lakini hujaacha kunini? Kumfuata, kumwambia kwamba naomba nilipe hela yangu. Haleluya. Ndio huyu kazi alikuwa anadaiwa na nani? Na mama mjane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi. Bwana Yesu anawaambia hao,
watu. Sikilizeni yule kazi alivyokuwa akisema, yule kazi mzalimu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6 anasema, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nitarudia tena mstari wa 7. Naye Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona hapa Mungu anasema kwamba tunapomlilia mchana na usiku anafanya, anatenda. Haleluya. Yule kazi ya kuchoka kumwomba yule mama mjane hakuchoka kumfuata yule kazi mzalimu amlipe deni lake. Na yule kazi mzalimu akaona kwamba ninachoshwa. Na sisi tunapomwendea Mungu kumng'ang'ania mara kwa mara kwa hitaji ambalo unalohitaji, Mungu atakupa, kwa sababu unamwendea mara kwa mara kwa lile jambo ambalo unahitaji Mungu afanye kwa ajili yako. Naye Mungu atafanya, naye Mungu atatenda. Huyo ni binadamu amesema nitampa huyu mama haki yake kwa sababu ananijia mara kwa mara. Je, huyu si zaidi wa Mungu? Si zaidi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutapomwendea Mungu mara kwa mara kwa hitaji letu, Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani atafanya. Ukiwa ni mtu mwenye haki, ukiwa ni mtu ambaye ni mtakatifu, ikiwa ni mtu ambaye unanyenyekea na kumcha Bwana, Mungu atafanya kwa ajili yako. Mungu atatenda kwa ajili yako. Kwa kile ambacho unahitaji Mungu afanye, Mungu hawezi kukuacha kwa sababu umemng'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi watang'ang'ana? Wangapi watamng'ang'ania Yesu? Majibu yatakuja wiki ijayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ijayo nataka ushuhuda hapa kwa jambo ambalo umeng'ang'ana kwa Yesu. Asubuhi, mchana. Yaani inakuwa ni dozi kwako. Asubuhi, mchana, jioni. Asubuhi, mchana, jioni. Bwana Yesu, kuna hitaji langu, kumbuka, ili naomba ukafanye. Hivyo hivyo. Bwana Yesu, naomba ukatende. Mungu, naomba ukafanye. Haleluya. Mungu atafanya kwa ajili yako. Basi imefikia na mwisho kwa ajili ya neno la Mungu. Tutakwenda kumng'ang'ania Yesu leo. Mng'ang'anie Yesu. Tunapokwenda kuingia katika maombi, tumng'ang'anie Yesu akafanye kwa kile ambacho unahitaji kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni unaumwa, iwe ni kuna kitu kinakusumbua ndani ya moyo wako, iwe ni kuna kitu ambacho unahitaji kupata kwa Mungu, mwambie Mungu, nataka Bwana Yesu, ninakung'ang'ania leo, naomba ukanijibu. Haleluya. Basi napenda kumshukuru Mungu kupitia neno la Mungu, kupitia neno lake ambalo ameliandaa siku ya leo kwa ajili yetu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno takatifu. Mungu wetu na Baba yetu ketie mahali pa juu, ninasogea machoni pako mfalme amani, nikisema asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu wetu na Baba yetu, kwa kuwa wewe ni Mungu unayefanya, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetenda. Ninakushukuru Bwana kwa neno la uzima ambalo Mungu umetupatia siku ya leo. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante Bwana kwa kuwa Mungu utakwenda kuonekana juu yetu Bwana, kwa kile ambacho Mungu tunachokihitaji ukafanye kwa ajili yetu. Ninakushukuru Bwana uketie mahali pa juu. Asante Roho Mtakatifu kwa kunitia nguvu kusimama mahali hapa. Asante Roho Mtakatifu, kwa maana sio kwa fahamu zangu wala sio kwa akili zangu, isipokuwa ni kwa upendo wako ambao Mungu umenipa kibali kusimama mahali hapa. Pokea sifa, heshima na utukufu Mungu uketie mahali pa juu. Asante Mwokozi wangu na Baba yangu uketie mahali pa juu. Ninaliinua jina lako Yesu Kristo na kulitukuza jina lako mfalme amani. Ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana amesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu ambayo wewe huwezi kuyajua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame
Mimi sijui ni kitu gani ambacho unataka kuhitaji kutoka kwa Yesu. Yesu ndiye anajua. Peleka moyo wako kwa Yesu kwa kile ambacho unachohitaji Mungu afanye kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusimameni tunapokwenda kuingia katika maombi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, uketie mahali pa juu palipoinuka. Tazama Baba, tunakuita mahali hapa tulipo, mfalme amani. Tunakuita Bwana, uketie mahali pa juu palipoinuka. Ninakuita mfalme amani kwa kila mmoja aliyefika mahali hapa Jehova. Ninakuita Bwana ukaonekane Jehova Shalom. Ninakuita mtakatifu Mungu mwenye nguvu. Ninakuita Bwana uketie mahali pa juu palipoinuka. Maana wewe ni Mungu, umesema kwamba tukuite na utatuitikia. Nasi tunakuita Bwana ukaonekane kwa kila ambacho Mungu tunachohitaji Bwana ukafanye kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Ninakuita Yesu Kristo. Ninakuita Bwana uketie mahali pa juu. Ninakuita Bwana kwa yule Baba Jehova. Tazama kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kutoka kwako Jehova. Baba ninaomba kumuitikie. Baba ninaomba kumuitikie mfalme amani, Mungu mwenye nguvu. Shuka Roho Mtakatifu kwa watoto wako Jehova. Gusa kila mmoja mahali pa Jehova. Gusa kila mmoja mfalme amani. Gusa kila mmoja Jehova Bwana. Kuna kitu ambacho Mungu anahitaji ukafanye kwa ajili yake Bwana. Nami ninakuita Yesu Kristo. Ninakuita Bwana uketie mahali pa juu. Ninakuita Mwokozi wa Baba yangu. Tazama ni mengi ambayo Mungu tunahitaji kutoka kwako Bwana. Tazama ni mengi ambayo Mungu tunahitaji ukafanye kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Tazama kuna wengine wamekata tamaa Bwana Yesu. Tazama kuna wengine wamekata tamaa Jehova. Walipoona kwamba maombi hayajibiwi, walipoona kwamba mambo hayaendi sawa. Nami ninakuita Yesu Kristo nikiomba toba kwa ajili yake Bwana. Amekata tamaa kwa ajili ya kuomba, amekata tamaa kwa ajili ya kutafuta uso wako Bwana. Yesu Kristo Nazareti mwana wa Mungu hai, ninaomba toba kwa ajili yake Jehova. Ninaomba toba kwa ajili ya moyo wake Bwana. Ninaomba Bwana ukamsamehe Jehova ile Bwana. Maana wewe ni Mungu unayetusamehe dhambi zetu kwa ajili yako Bwana. Unaweka dhambi zetu mbali kama ilivyo mashariki na magharibi. Nami ninakuita Yesu Kristo Nazareti mwana wa Mungu hai, onekana kwa yule Baba, onekana Mungu Elia. Ninaomba Bwana ukamtie nguvu Bwana, ukamtie nguvu Mungu Elia, ukamtie nguvu Jehova. Tazama Bwana Yesu amekosa nguvu ya maombi, anashindwa kuomba, anashindwa kutafuta soko Bwana, kutokana na mambo mbalimbali ambayo Mungu yamemsonga kwa ajili ya maisha yake Bwana. Ninakuita Yesu Kristo, achilia nguvu ndani yake Bwana, achilia nguvu ndani yake Bwana, achilia nguvu ndani yake Bwana, achilia nguvu zako Bwana zikashuke ndani yake Bwana. Mtie nguvu ya maombi Jehova, mtie nguvu ya maombi mfalme amani. Pita Roho Mtakatifu, pita ndani yake Roho Mtakatifu, pita ndani yake Roho Mtakatifu, pita ndani yake Roho Mtakatifu. Jaza nguvu ya maombi ndani yake Bwana, jaza nguvu ya maombi mfalme amani, jaza nguvu ya maombi ndani yake Bwana. Ninakuita Yesu Kristo, onekana ndani yake Bwana, onekana Mungu Elia, onekana Mungu Isaka. Ninakuita Yesu Kristo, ninakuita kwa watoto wako Bwana. Shuka Roho Mtakatifu Jehova, onekana Jehova ile Bwana. Baba ninaomba katende, Baba ninaomba kafanye Jehova yale yanayoleta kwako Bwana, yale yanayosogeza machoni kwako Bwana. Sikia maombi yake Bwana, sikia mahitaji yake Yesu Kristo anayoleta machoni kwako Bwana. Baba gusa moyo wake Bwana, gusa moyo wake kwa amani, gusa moyo wake Jehova ile, gusa moyo huyu baba Jehova, gusa moyo huyu mama Jehova ile, gusa moyo huyo kijana, gusa moyo huyo binti Bwana. Ninakuita Yesu, ninakuita Bwana, ninakuita Mungu Elia, katika jina lako Yesu Kristo. Ninaachilia damu kwenye nguvu Bwana, ikapite mfalme amani. Kila roho zinazotumwa Bwana, roho za kumkatisha tamaa tunaziteketeza